Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatatu, juma la pili la Kwaresma. Leo masomo yanatualika kutafakari huruma ya Mungu. Nabii Danieli katika somo la kwanza anatufundisha kuwa dhambi ni sehemu ya maisha ya mwanadamu na mara nyingi tunakosa kwa sababu ya kutokuzingatia maagizo ya Mungu. Lakini pia anatufundisha kwamba hatupaswi kupoteza tumaini pale tunapojikuta tumeangukia dhambini. Danieli anakiri dhambi za watu wake, akionyesha kwamba ukweli ni hatua ya kwanza kuelekea msamaha wa Mungu unaotokana na huruma yake. Hii inatufundisha kwamba maisha ya sasa ya watu yana changamoto nyingi na kila mmoja ana mapungufu na makosa yake, lakini ni lazima tukiri pale tunapokosea kwa kuomba toba na msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tusikubali dhambi itutawale. Maana katika kitabu cha nabii Isaya, Mwenyezi Mungu kupitia kinywa cha nabii wake Isaya anasema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama seluji. Hivyo tusisite kumrudia Mungu, kumwomba msamaha pale tunapoanguka dhambini, maana atatakasa na kutufanya tuwe weupe tena kama seluji. Na katika wimbo katikati siku ya leo unasisitiza kwamba msamaha wa Mungu unatokana na huruma yake na ni suluhisho la kudumu. Tunapokiri dhambi zetu, Mungu hutupa nguvu ya kuanza upya. Katika maisha ya sasa, watu wengi wanaishi kwa dhana ya kujitegemea, yaani wanamsahau kuwa Mungu ndiye msaada na ni muhimu katika kila hatua. Hii inatufundisha kwamba hatuwezi kuishi kwa jitihada zetu wenyewe, bali kwa neno na nguvu ya Mungu. Na kama inavyosema katika shangilio siku ya leo, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na katika injili ya leo kutoka Injili ya Mtakatifu Luka sura 6:36 hadi 38, inatukumbusha na inatualika kuishi kwa huruma na upendo. Yesu anasema, iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Hii inatufundisha kwamba maisha ya binadamu hayako kwa ajili ya kupima au kuhukumu wengine. Watu wengi leo wanaishi kwa dhana ya kulipa kisasi au kuhesabu makosa ya wengine, lakini Yesu anatufundisha njia ya upendo wa kweli, kuachilia, kusaidia wengine na kuchukua msamaha unaotokana na huruma. Hii si rahisi, lakini ni njia ya kuleta amani ndani ya familia, mahali pa kazi na jamii kwa ujumla. Pia kipimo tunachokitumia kwa wengine kitakuwa kile kitakachotumika kwetu. Yaani kipimo kile ambacho tunawahukumia wengine ndivyo nasi tutakavyokuja kuhukumiwa. Hii ni changamoto kwa maisha ya sasa, ambamo watu wengi wanaishi kwa kufikiria faida zao pekee. Somo la leo lina fundisho kubwa sana kuwa huruma na msamaha wa Mungu sio alama ya udhaifu, bali ni ishara ya nguvu na ujasiri wa kweli. Tukijifunza kuishi kwa njia hii, tutapata baraka ambazo zinadumu milele. Hivyo leo tutafakari katika kipindi cha Kwaresma, tunaalikwa kuangalia ndani ya mioyo yetu, kukiri dhambi zetu, na ni kipindi ambacho kwa mama kanisa anatujalia, ametupatia ili tuweze kuachana na maisha ya dhana za kujitegemea, yaani kumweka Mungu pembeni, kutoa hukumu, kulipiza kisasi, na badala yake tuishi maisha yale ya kujirudi, metanoia, kurudia katika Mungu. Tuishi kwa kupenda wenzetu, tukithamini msamaha, na ili tuweze kupokea huruma ya Mungu na msamaha unaotokana na upendo wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.